Wazalendo, baba niliko na uwazi. Ndugu zangu, mimi sina maneno mengi. Mimi naitwa Musa Bakari Musa. Kwa sasa mimi ndiyo mwenyekiti wa serikali ya mtaa Nyambwela, mwenyekiti pekee mkoa wa Dar es Salaam wenye mitaa 564. Ni upinzani pekee ndiyo tumeshinda katika mtaa huo mmoja. Dar es Salaam mzima mpinzani niko peke yangu. Na sasa nimeamua kuchukua fomu pia ya kugombea udiwani wa kata ya Tandika. Sababu za kugombea ninazo nyingi sana. Jambo la kwanza ni miundombinu kwenye kata yetu. Leo mvua ikinyesha kidogo, maeneo mengi ya kata Tandika hayapitiki. Kwa hiyo mkinichagua kuwa diwani, nitahakikisha miundombinu yetu ya Tandika inapitika. Badala ya kuyaelekeza maji katika makazi ya watu, tutaelekeza maji sehemu inapohusika kuelekezwa. Jambo la pili ambalo nitakuja kupambana nalo ni swala zima la viongozi waliopo sasa. Mpango waliokuwa nao ni kuhamisha stendi ya kata ya Tandika. Eti kata ya Tandika magari yote yanayochukua abiria hapa yaende yakapaki Buza. Hapa yawe yanashusha na kupakia, lakini stendi iwe Buza. Wafanyabiashara ambao wengi wanachukua bidhaa Kariakoo leo mpeleke Buza, ama akaanze safari yake maeneo ya Buza, huyu mtu utakuwa unamuonea. Badala ya mji huu kuuleta huo mji wa kisasa, unataka kuutengeneza kuwa mji sasa wa kizamani. Ndugu zangu, Tandika kwa sasa watu wanaita Kariakoo ndogo. Kariakoo, stendi za mabasi kutoka katika maeneo mbalimbali yanapaki pale Kariakoo. Leo iweje kata yetu Tandika uyaondoe mabasi ambayo yanapaki katika kata ya Tandika eti yapeleke Buza? Na leo mkiichagua tu CCM na kuhakikishieni hata miezi 6 haitofika, stendi ya Tandika inahamishwa. Sasa ili kukabiliana na jambo, nichagueni mimi Musa Bakari Musa ili stendi yetu ya Tandika isihamishwe na kuwa rahisi kwa wakazi wetu, kuwa rahisi kwa watoto wetu ambao wanaosoma nje ya Tandika, kuwa rahisi kwa wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika Tandika kuelekea katika maeneo mbalimbali ya mji huu. Ndugu zangu, sina maneno mengi. Naombeni munichague niwe diwani, lakini pia katika swala zima la elimu wanazungumzia habari ya elimu bure, lakini leo kuna michango mingi inayofanyika. Yaani afadhali wangesema sisi tulipe kiasi cha pesa kuliko michango ambayo inachangishwa katika mashule yetu ya Tandika. Mashule yetu ya Tandika, ukiingia katika madarasa kuna magofu, madarasa yana mashimo, madawati hakuna, watoto wanakaa chini. Nipeni udiwani, niwe diwani wa kata ya Tandika ili mradi tuje suluhisho hilo jambo. Mnaponichagua mimi kuwa diwani, basi mnamchagua Sheponda Isa Ponda ambaye yeye sasa atakuwa msimamizi mkuu wa maendeleo katika jimbo letu la Temeke. Kwa sababu kuna mfuko wa jimbo. Kazi ya mfuko wa jimbo ni kusaidia maendeleo katika maeneo ya jimbo husika. Wenzetu mfuko wa jimbo wanautengenezea mazingira, Wandengereko wanasema mazingira ya pankano, yani mzee watu wakula, badala ya kuwanufaisha wana jimbo la Temeke. Na imani Sheponda Isa Ponda, mnamjua harakati zake, mnajua mambo yake. Pia ni mtu kiongozi wa dini, muadilifu. Sina imani leo tumpe bunge jimbo la Temeke akaenda kuyafanya yale ambayo wanayafanya hawa ambao kwa sasa hatuwataki. Sasa nimpe nafasi naye aongee japo kwa dakika kadhaa ili mradi tuelekee sehemu nyingine. Leo tunapita mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba ili kuwafikia wapiga kura na kuwaomba ifikapo tarehe 29 kula nyingi kwa Musa Bakari Musa diwani Tandika na kula nyingi kwa Sheponda Isa Ponda. Sheponda karibu. ACT Wazalendo. Ndugu zangu, tuko kwenye kipindi muhimu sana kinachohusu maisha yetu. Kipindi cha kuchagua viongozi. Viongozi wanaoshika mamlaka, hawa ndio wanaoamua kuhusu maisha yetu. Hawa viongozi wanaweza kuamua tuishi maisha mabaya au tuishi maisha mazuri. Na uwezo unawawezesha viongozi kusimamia ili tupate maisha mazuri upo. Tunaelewana? Temeke ni katika wilaya
ambazo zina vyanzo vingi sana vya mapato. Kuna makampuni makubwa ya kibiashara yako Temeke, lakini Temeke kuna lango la uchumi kwa maana ya bandari. Bandari peke yake, sio Temeke tu, bandari peke yake ina uwezo wa kuifanya taifa kutokuwa maskini, ya taifa likawa tajiri. Bandari peke yake. Kama mnakumbuka, kuna wakati kulikuwa kuna ugomvi kati ya rais aliondoka Kikwete na Kagame. Kagame alimwambia Kikwete kwamba unashindwa kuongoza nchi pamoja na kwamba ina rasilimali nyingi. Anasema mimi nipeni Tanzania, rasilimali zote bakieni nazo, mimi nipeni bandari tu, miaka 10 tu, Tanzania itageuka kuwa taifa kubwa sana lenye maendeleo. Na kusudia kuonyesha kwamba katika wilaya ya Temeke kuna vyanzo vikubwa sana vya mapato. Tatizo ni kwamba hakuna viongozi wazuri, hakuna viongozi wa kweli, na hakuna viongozi waadilifu. Viongozi mnaowachagua wa Chama cha Mapinduzi, hawa ni mafisadi kwa miaka yote. Hamtaweza kupata maendeleo hata siku moja kama hamkuchagua viongozi wenye utu, viongozi wa kweli, viongozi ambao wanawajali watu. Hawa hawajali watu. Nyinyi nendeni, wameandika kwenye kauli mbiu yao, wanasema kazi na utu. Nendeni hospitali, kaangalieni moyo kama kuna utu. Unakwenda hospitali, unampeleka babako hospitali au mamako au mke wako, mdogo wako, unamgharamia, anaumwa, unapata tabu, unapata uchungu na gharama kubwa, unamuguza. Kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu anamchukua, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana hiari, anamchukua, anafariki. Akifariki wanakuja wanakuambia kwamba hatutoi maiti ya babako mpaka utoe milioni 5. Hawa wana utu hao? Watu ambao wanauza maiti wana utu? Na ukishindwa kutoa gharama za kununua maiti ya babako, ile maiti wanapewa manispaa. Manispaa kazi yao ni kuzoa takataka. Kwa hivyo wanamchukua babako, wanamzika kama wanavyozika paka. Sisi watu wa dini, nchi yetu tuko Wakristo na Waislamu, si ndio? Dini zote mbili zina heshima kubwa sana kwa binadamu anapofariki. Kuna ibada mbalimbali kwa Wakristo wanazifanya kwa ajili ya kumfanyia ndugu yao aliyofariki, si ndio? Wakristo, Waislamu nao wana ibada mbalimbali. Waislamu, yule maiti huwa tunamuosha, tunamvesha sanda, tunamsomea hitma, tunamsalia, tunamzika kwa heshima kubwa, si ndio? Serikali ikiwa utashindwa kulipa gharama za kumgharimia babako, wanawapa manispaa. Wale hawamsalii, hawamuoshi, hawamveshi sanda, wanamfukia kama paka. Hao wana utu? Wana binadamu? Kitu cha kwanza unapomchagua kiongozi lazima umuone huyu ana ubinadamu, ni mtu ambaye anajali maisha ya watu. Ukimchagua kiongozi ambaye hana ubinadamu, hawezi kuletea maendeleo. Kwa hivyo kimsingi, ndugu zangu, tunachosema tatizo letu sisi ni tatizo la uongozi. Kwa hivyo tuwekeni viongozi wanaofaa. Mimi nimezunguka kata nzima hii, jimbo zima nimezunguka, nimeongea na watu karibuni wakazi wote. Ndio kampeni nilizoanza nazo, kampeni za nyumba kwa nyumba. Mimi sikutaka kwenda kwenye uongozi kabla sijaongea na watu wale nataka kwenda kuwatetea. Nimekwenda kuonana na wananchi wote wa jimbo la Temeke na nimezungumza nao. Kero ni nyingi kabisa, matatizo ni mengi na ni makubwa sana, lakini matatizo yote ni matatizo ambayo yanaweza kutatulika. Tunaomba sana, tupeni ridhaa ya uongozi, sisi tutatatua matatizo yote ambayo mnayoona yanayokabili wakazi wa jimbo la Temeke. Tupeni kura zenu Oktoba 29, tushike nafasi za uongozi wa nchi, tutaleta mabadiliko. Tupa kura za ubunge, inua mkono. Asanteni sana. Tunaomba Oktoba tukapige kura na tufanye mabadiliko, mchague ACT Wazalendo, wagombea ACT Wazalendo katika ubunge na udiwani. Asanteni sana. Sasa maneno haya yatapatikana kwa urefu zaidi siku ya Jumamosi
tarehe 4 katika viwanja vya Buriaga, Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe atakuwepo pale kuongea na wana Temeke. Njoo mapema kwa sababu kutakuwa na burudani nyingi, kutakuwa na mambo mengi. Tunawaombeni sana mje mapema kwa ajili ya kuhakikisha mlivyowasikiliza viongozi wetu. Asanteni sana. Na taarifa sambazeni watu wengine. Asante.